Kwa nini unataka kuchukua nguo za ndani za Aunty Kindege? Unataka kuzipeleka wapi? We mtoto wewe, unaniuliza hivi wewe kama nani? Na kwa nini uniulize hivi? Nimekuuliza hivi, kwa nini unataka kuchukua nguo za Aunty Kindege? Unataka kuzipeleka wapi? Nisikilize wewe, mimi sinaga utani na watoto wadogo. Halafu wewe unaniuliza hivi kama nani? Oh, unataka kunijua jina langu? Mimi naitwa Baby Soup aka Fiva Mjerumani. Wewe, sinaga utani na watoto wadogo. Halafu naona unapita katika anga zangu. Ukiniletea utoto wako, nitakula nyama sasa hivi. Toka hapa. Toka. Jeni! Jeni, wewe ushoga na uchokola umeanza lini? Kindege, ushoga? Yaani mimi nitakuwa na ushoga na uchizi? Kindege, huyu mtoto ni chizi. Yaani huwezi amini nilikuwa hapa, nikaona nguo yako imedondoka chini. Eti nayokota kuiweka tu hapa, amekuja ananitolea maneno ya ajabu. Eti ananifokia mimi kweli. Eti ananiambia eti naichafua nguo yako. Hivi mimi naweza nikaichafua nguo yako kweli? Mpumbavu mkubwa, mbwa wewe. Mshenzi kabisa wewe. Umetoa wapi yake kunyenyua mdomo wako na kwanza kumtamkia maneno mgeni wangu? Anachafua nguo. Umeambia ni chokola kama wewe. Wasi ndio unaweza ukachafua nguo zangu zote humu ndani. Au kwa sababu nakuchekea chekea tu humu ndani. Alafu mdomo wako unaonekana ni mchafu. Sasa ngoja nikufunge huo mdomo wako. Hiki kimdomo chako hiki. Kwanza toka hapo. Hebu toka hapo. Pole sana Jeni. Yaani mtoto mndani ananikwaza mno. Isingekuwa mume wangu angekuwa ameondoka muda mrefu sana. Ila nakuhakikishia, umndani atatoka. Yaani na hizi ghasia zote hazitokuwepo tena. Nisamehe sana. Usijali shoga yangu. Achana naye, huyu ni mtoto mdogo. Sawa. Basi twende ndani. Sawa. Farida, nadhani ule wakati wa kukuoa sasa umeshawadia. Maana nimezunguka kwingi sana. Nimekutana na wanawake wa kila aina, warembo, wazuri, wanaovutia sana. Lakini nikwambie siri moja, wewe ni mwanamke unaovutia sana. Umevutia macho yangu, mboni zangu zimekuona wewe na nimetia nanga kwako. Kiukweli ninakupenda sana. Natamani tu kusikia neno lako kwamba twende kwa wazazi wako uende ukanitambulishe, na ikiwezekana taratibu za ndoa ziweze kufanyika kuanzia sasa. Niweze kukuoa, maana nakupenda sana. Kanoni, hiyo ndo kauli ya muhimu sana ambayo nilikuwa nimesubiri tena kwa hamu sana kutoka kwako. Unajua kabisa mimi nakupenda sana na mimi kwako sichomoi. Kwa hiyo kauli yoyote ambayo utaweza kuiongea, mimi lazima nisikilize. Kwa hiyo niko tayari kuolewa na wewe hata sasa hivi. Kweli? Sawa. Farida, unajua kama kitokea nimekuoa tukaanza familia pamoja, hakuwezi kuwa na huzuni katika familia yetu. Nimejiandaa kukuhakikishia furaha ya muda wote, maana nakupenda na nahitaji tuweze kuishi maisha marefu sana tukiwa pamoja. Watoto, familia, tufurahi pamoja. Unajua nini? Katika maisha inabidi upate mwenzi ambaye mnaweza kuendana, mpendane, mthaminiane, mheshimiane. Inabidi uwe msaidizi wangu katika majukumu yangu. Ukiachana na mapenzi, inabidi wewe uwe msaidizi wangu katika kuilea familia, kunishauri na kunisaidia mimi kuwa na utulivu wa akili katika kufanya kazi zangu. Kwa hiyo nadhani wewe ndo mwanamke sahihi wa kuweza kufanya hili ambalo mimi nalizungumza. Nakupenda sana. Nakupenda pia Kanoni. Hivi wewe ni ule mpumbavu wangu? Na yuko buja?
Ule mpumbavu wangu. Yaani umekaa hapa nje unaletea uchulo mimi kwenye nyumba yangu. Umekaa hapo unaanza kuonyesha majirani kwamba mimi nakunyanyasa wewe. Si ndio? Yaani umekaa hapo unajilizaliza kama vile una msiba au umefiwa mwenzangu. Una msiba kwa kwenu? Umeambia mama yako amekufa labda? Sikuuliza wewe. Haunijibu. Nakuuliza umefiwa mpaka unalialia hapa nje? Huo uchulo kama mchawi ulitoa wapi wewe? Hapana mume wangu. Lakini Yesu ungekaa tu tukaongea yakaisha mume wangu. Wewe unataka kunielewa mke wako? Yaani unataka tuzungumze. Tuongelee nini mimi na wewe? Hatuacha kuzungumza kwa sasa. Toka ulivyoamua kufanya upumbavu wako uzinzi kwenye nyumba yangu na hizo drama zako zote ambazo wako unazifanya kila siku hapa, tangu ulipofanya ule ujinga wako, hakuna mazungumzo yote ambayo tunaweza kukaa tukazungumza mimi na wewe tukaelewana. Kilichopo hapa ni wewe kuamua kuchukua talaka ambayo nimekwambia. Utoke uache maisha yangu nianze kufanya mambo yangu mengine. Ungekuwa na akili wewe, usingefanya upumbavu wako ambao umeufanya kwa maisha yako. Sawa eh? Mume wangu, lakini tunakumbuka uliniahidi utaishi na mimi vizuri. Pia kumbuka sisi tumefunga ndoa na tumeapa kwamba tutavumiliana kwa kila hali. Kwa nini hutaki kunielewa kila ninachokwambia? Mume wangu, mimi sijafanya hicho kitu. Wewe, hakuna jambo unanikwaza kama kuniambia mambo ya kanisani. Ungekuwa unajua sheria za kanisa zinataka nini, usingefanya upumbavu leo ufanya hapa nyumbani kwangu. Na mambo mengine yote ambayo umeyafanya ya kijinga ambayo hayaendani kabisa na masuala ya ndoa. Sasa hivi hatuwezi kuzungumza mimi na wewe. Yaani hapa hakuna jambo lolote la kukaa mimi na wewe meza moja tukazungumza tukaelewana. Kilichopo hapa ni wewe chukua talaka ondoka. Niachie mambo yangu hapa niendelee kufanya maisha yangu mengine. Kwa sababu nikikumbuka kwamba hata hii ndoa haijafikisha hata mwaka, tuna miezi 4. Tukifika miaka 4 au 5 tutakuwa tumefikia wapi? Kwanza nimekusikia unaongelea mambo ya kiapo. Hicho kiapo unachokizungumzia ni kiapo gani? Kiapo kipi? Kipi hicho? Yaani kiapo ambacho unaweza ukakaa na kuanza kufanya mambo yako ya kizinzi kwenye nyumba yangu na mimi nishuhudia kwa macho yangu na bado niendelee kukuona mtaani unafanya ushenzi wako na hao malaya wako. Na bado unakuja kuniambia mambo ya kiapo. Kiapo kipi mwanamke wewe? Yaani wewe Farida umekosa akili, umekuwa mjinga kiasi kwamba unaanza kuleta mambo ya Mungu kwenye mambo ya usaliti. Hivi ni mjinga kweli eh? Nisikilize vizuri. Kilichopo hapa ni mimi na wewe kuachana. Basi. Fanya mambo yako, fanya maisha yako, tuachane, ufanye vitu vyako, niendelee maisha yangu. Kiukweli, hakuna mwanaume anaweza kukubali huo ujinga uliofanya wewe. Hakuna msukuma wa namna hiyo. Nene sukuma. Na kiwa kuzunywa upumbavu wako. Naondoka, nikirudi, wewe mshenzi nisikukuta hapa nyumbani kwangu. Ikiwezekana wewe ondoka. Kama huwezi kuchukua hiyo talaka, ondoka hivyo hivyo. Nisikukute tu nyumbani kwangu, maana nitakufanya kitu kibaya. Nikafungwe mimi. Nadhani umemsikia daktari alivyosema. Amesema kuwa kesho ndio siku ya kutolewa upio. Na ukimsikia daktari amesema kuwa unatakiwa kutolewa upio, ujue umekaribia kupona. Kiukweli umenisurprise, imekuwa ni ghafla sana. Na sikutarajia kama ungepona mapema kiasi hichi. Hongera sana. Asante sana. Vipi wewe? Mbona umetusimamia kama hivyo? Kuna tatizo? Hebu kaa basi. Beni, kwanza nisikilize. Leo nimefika hapa sitaki kulumbana na wewe hata kidogo. Ninachotaka unisaidie ni kuongea na huyu mtu wako. Maswala kuingilia wageni wangu humu ndani sitaki. Wageni? Wageni gani na amefanya nini tena? Umempa dhamana ya kukaa humu ndani. Haimaanishi kwamba umempa mamlaka ya kumnyenyulia mdomo mgeni wangu humu ndani. Mchana nimekaa ndani vizuri tu, nasikia malumbano huko nje, nakuja kutoka na kakuta katoto akakapo na Jeni eti kanaanza kumwambia, "Wewe mama mtu mzima umeacha kukaa kwako unafuata chakula nyumbani kwa watu." Ndio maana leo kumwambia mgeni wangu mimi hapa, na namwambia sio anachafua nguo zangu. Wewe mtoto. Anachokisema hichi kina ukweli ndani yake? Hapana, mimi sijafanya hivyo. We. Kama mimi nakusingizia wewe sasa. Unataka uongee hapa unione mimi muongo nipigwe na mume wangu. Beni, tabia za mtoto mndani zimenichosha, yani nimechoka. Najua nayo yaongea uyaelewi. Yaani anaingilia huku yanatokea huku. Sababu mimi unaniona sijui kama huyu ndani ni muongo na roho mbaya, sijui mtoto amekupa nini. Ila nilichokwambia ni hicho. Naomba unisaidie tu kuongea na hiki kitoto. Sitaki kiniingilie jamani. Basi sawa. Mimi mwenyewe siko kwenye mudi ya kugombana kabisa. Nadhani amekusikiliza. Na mimi pia nitazungumza naye.
msamehe bure. Sawa? Unaweza ukaenda. Beni, sawa, mimi naenda. Ila naomba ukae na huyu mgeni wako umwambie, yaani sitaki kabisa niingilie. Yaani njia zangu azione kama ni sumu. Sawa, nimekuelewa. Anyway, wewe mtoto, una uhakika haujafanya hicho anachokisema? Ndio, mimi sijafanya hivyo. Anyway, nisikilize vizuri. Mimi nimekuelewa. Lakini nadhani unaona wewe na yeye kabisa damu zenu haziendana. Na kama damu zenu hazijaendana, automatically mwezi mkawa sawa. Sasa kitu ambacho unatakiwa kukizingatia ni kuhakikisha haupiti kwenye njia zake. Yaani wageni wake unawaona kama kituo cha polisi, unaachana nao. Hii itakusaidia. Mimi pia ninachoka kuwa na hizi kesi za kila siku. Natamani kuona maisha mengine yanaendelea ya amani. Si unanielewa? Ndio. Na kama nilivyokuambia, kesho unatakiwa kwenda hospitali. Kwa hiyo ni vyema uende ukapumzike sasa. Umechoka, sawa? Jeni, naomba unipe mrejesho wa ile kazi nilokutuma. Umefikia wapi? Sofia, yaani hapa sielewi mbele wala nyuma, wala sijui nianzie wapi kukusimulia. Unamaanisha nini? Huelewi mbele wala nyuma? Kivipi? Ni kuhusu kazi ulionituma. Kama mchanga niliupata na nilikwambia, na hata zile nywele nilizipata na nilikwambia, lakini taarifa ambayo itakusisimua na mimi ilinisisimua ni kwamba Kindege paka sasa hivi ule ugonjwa tuliompatia ameshapona. What? Kindege kapona ule ugonjwa? Inawezekanaje? Na kwa sababu gani kapona? Hapo ndipo pa kujiuliza kwamba Kindege ameponaje. Haiwezekani. Haiwezekani ule ugonjwa Kindege apone. Ukishaumwa ule ugonjwa tayari umeshasaini njia ya kifo. Sasa inawezekanaje uniambie Kindege amepona? Mimi nimekutuma mchanga na nywele za Kindege ili Kindege aweze kufa. Sasa inawezekanaje uniambie kwamba Kindege amepona? Sofia, hata mimi mwenyewe sielewi na ilinichanganya sana hiyo taarifa. Sasa nisikilize vizuri. Kama Kindege amepona, inabidi kazi tuianze upya. Ina maana tushirikiane mimi na wewe. Sitabaki nyuma tena, maana naona hii kazi kama inaenda kukushinda. Ndiyo Sofia. Hata mimi nilitarajia iwe hivyo. Kwa sababu mimi kila siku nashangaa, natamani na wewe ujionee. Na vipi kuhusu lengo ya ndani? Ulifanikiwa kuichukua? Sofia, yani huwezi amini. Nilifika pale ili nichukue ile nguo, lakini akajitokeza yule mtoto chokolao aliyemwokota. Akaanza kunitolea maneno ya ajabu ajabu. Mwisho Kindege akatokea, nami nikashindwa kuichukua. Basi sawa, itabidi tuanze kumwangalia kwa macho mawili yule chokora. Maana itakiwa tumchukulie poa. Alafu leo itabidi tuende wote kwa Kindege ili nikajionea hayo yote ulioniambia. Basi sawa. Ni wewe tena huku. Nisikilize mjomba. Mjomba, naomba unisikilize, nataka tuongee kwanza. Tatizo lako upendaje kunipata nafasi ya kujielezea? Naomba tuongee kwanza mjomba. Yaani nikusikize nini mzee? Yaani nikusikize utoke na mke wangu ukalale naye, alafu bado unaenda kutembea naye kila siku na unataka tuongee. Tuongee kitu gani mzee? Hasa leo ngoja nikuonyeshe mimi kwamba wastaniwi na wasipendi utani na mke wangu. Wewe unataka kujifunza leo, ngoja nikukotee mawe kwanza ndio ujifunze. Toka tumbafu leo weka shi. Mjomba, tulia, unaniata. Ngoja kwanza mjomba. Unakujaje mzee? Oya. Tulia kwanza mjomba, tuongee basi. Sasa bado mimi unisikiliza. Nisikilize kwanza mjomba. Wewe mjinga sana. Unachukua mke wangu afu ngoja unataka uchenze mbele kama hivi. Acha kucheza na wake za watu mzee. Nimemwisha wewe. Tulia. Nasikia uniponyoka tu. Unaningata? Unaningata? Ngoja. Mjomba, tulia basi kama hivyo. Tulia kwanza. Unajua unaniumiza wana mjomba. Tulia basi mjomba. Tulia vipi mzee? Ukiningata. Tulia basi. Tulia basi kama hivyo. Oya. Tulia basi mjomba. Tulia kwanza tuzungumze kwanza. Acha tu mambo. Unataka kuniua mzee au? Unataka kuniua au? Yaani umeamua kutoka na mke wangu, alafu bado unataka kuniua sasa, si ndio? Kakutuma au? Umetumwa? Nakuuliza kama umetumwa? Mimi sijatoka na mke wangu. Kama hivyo. Wewe mzee. Nikitoka hapa nakuumiza unajua? Nakuumiza mzee.
Yaani unataka mke wangu bado unaendelea kunishikilia hapo, unataka unipige? Kakutuma unipige au? Unataka unipige? Nakuuliza mzee. Hebu niachie. Ukinileta mjomba. Unakimbia? Unakimbia si ndio? Endelea kukimbia hivyo hivyo. Naona amekutuma Farida uje unipige uniumize. Kwa unataka mniue ili muendelee kufanya uzinzi wenu. Muendelee kufanya mara yenu ambayo mlikuwa mnafanya si ndio? Sasa mimi sifi, hakuna msukuma nakufa kizembe hivyo. Kama alikutuma unifanyie upumbavu wako, mwambie amekudanganya. Na tena, wewe rudi kwa nyumbani. Wewe mshenzi mwenzako nikamwonyeshe mimi ni nani. Hakuna msukuma anachezewa kizembe zembe. Na hili jambo haijaisha mimi na wewe. Ngoja mkutane na mshenzi mwenzako huko, nikamalizane naye huko nyumbani. Umbavu kabisa. Wow. Karibu sana binamu yangu. Jamani, asante sana kipenzi. Ila umeadimika. Hata kuja kututembelea hamna jamani. Kusema kweli kuhusu hilo mnisamehe sana. Ila nadhani kuna siku nitapanga nitakuja na Jeni hapa. Vipi lakini wewe unaendeleaje? Kusema kweli mimi naendelea vizuri. Yaani hapa ninapoongea na wewe kwamba swala pumu mimi nimelisahau kabisa. Yaani sikumbuki. Kwa nini unataka kuniambia kabisa hautumii dawa? Hayo matumizi yake yenyewe nishaanza kuyasahau. Basi sawa. Ndo hivyo binamu, yaani kama taarifa ulikuwa una ni kwamba mimi saizi yani niko vizuri sana. Yaani niko sawa kiafya. Yaani wewe ndugu yangu, kwanza niambie, umepona ponaje? Mbona maana ghafla kama chafya? Kusema kweli binamu hata mimi sielewi. Yaani inaweza nikakudanganya nikisema sijui nilifanya hivi. Yaani mwenyewe sielewi tu from nowhere, nashangaa hali ya pumu haijanirudia tena. Jamani. Ni jambo zuri. Lakini ufanye bwana uje nyumbani. Mama amekumisi sana. Maana umemtelekeza kama sio ndugu yako jamani. Hapana da Sophie jamani. Nimesema tu ni ubizo ulinizonga hapa katikati. Ila nitakuja mwambie tena nimemisi sana. Yaani ipo siku tu atashangaa nimetua pale nyumbani. Basi sawa binamu. Mimi nimefurahi kuwaona. Nimefurahi pia. Asante sana kwa kunitembelea. Usijali. Naona una mgeni. Amna, ni mtoto ambaye yupo ndani ya hizi siku 2-3. Tutaweza tukaachana naye tu. Sawa. Ila unazidi sana kupendeza jamani. Hadi na kaucha. Asante. Basi sawa rafiki yangu. Mimi nimefurahi kukuona ila nitakutembelea sana. Nitakuwa nakuja hapa na kuona, si ndio? Kuhusu hilo usijali. Yaani hapa fanya kama ni nyumbani kwako. Muda wowote saa yoyote unaruhusiwa kufika. Basi usijali. Tayari kisha kapewa rungu. Mimi utaniona kila siku. Sawa. Sio tu Jeni. Nitakuwa nakuja kumuona kidogo. Mshenzi mkubwa wewe. Hivyo mnaka ni mchawi Nakuuliza ni mchawi? Ni mchawi nakuuliza? Yaani umeona unayofanya hapa ndani kwangu hayatoshi. Umeamua kwenda kumtuma mpumbavu wako aje kunipiga? Na nikwambie kwa taifa yako tumepigana vibaya mno. Hakuna msukuma fala. Shenzi nini? Umepigwa? Umepigwa na nani tena? Kwa huoni ama? Hauoni nilivyochafuka? Huoni nilivyochafuka nakuuliza? Yaani umemtuma mpumbavu wako aje kunipiga? Sasa kwa taifa yako tumepigana vibaya mno. Hakuna msukuma fala nimekwambia. Nimempiga vibaya mno na nitakusimulia huko. Mimi sipigwi. Tulikuwa tunapigana pale manake yule alikuwa anaonyesha kwamba ana mpango kuniua mimi na inaonekana amemtuma wewe. Sasa mume wangu mimi naweza nikamtuma nani aje akupige jamani? Mimi sijamtuma mtu aje akupige. Afu unasema bwana mimi sina bwana, mume wangu mbona unapenda kunifanyia hivyo? Shansi ni wewe. Yaani umepanga njama za kuja kuniua ili ulisi nyumba yangu, mfanye mapenzi, muendelee kujivinjari, muenjoy, mimi nilikuwa nimekufa, si ndio? Nikwambie kwa taifa yako, hakuna msukuma mjinga wewe. Waulize kina Kamanda, muulize Peter Cheche, wananijua vizuri. Nimetoka huko Shinyanga, nimefanya vitu vingi sana. Wewe unijui vizuri wewe. Na hapa naongea sana unajua. Ninazungumza sana.
Mimi siwezi kukaa kifalafala. Nimepigana naye mpumbavu wako na bado kesi yangu haijaisha. Mimi na yeye naenda kumalizana naye huko. Kesi ya mbuzi unalipa ng'ombe. Kwa hiyo mtu aliyenipiga ngwala huyo mpumbavu wako huyo, lazima tuende huko tukamalizane mimi na yeye huko. Yaani anachota mimi ngwala. Mimi huyo kupigwa ngwala. Anipiga bijeki mimi. Onene na dagu shinje mwaniki na yego ila. Elishimba ja kompana jimale. Lindagaje na gantu eno nsomba okoko nkolo. Shenjebe. Nilijua tu. Shemeji. Abe shemeji, habari yako? Salama. Kumbe upo hapa nyumbani? Ndiyo, niko hapa tokea asubuhi. Wow. Sikuwa na idea kabisa na wala sikuwa na taarifa hiyo. But nimefurahi kukuona. Mke wangu, kwa sasa nataka kutoka. Na nadhani unakumbuka jana nilikwambia kuwa leo ndo siku ya mtoto kwenda kubadilisha ile piopio. Kwa hiyo nilikuwa naomba unisaidie kitu kimoja. Tafadhali. Naomba unisaidie kumsafisha mtoto, umwandae, pia usisahau kumsuka ili kusudi hata huko hospitali tunakoenda aonekane mtu katika watu. Ni kweli mume wangu, nakumbuka. Toka usiku umeniambia kwamba leo mtoto anaenda naye hospitali. Lakini hapo kwenye swala la kusuka, nitamsukaje wakati yuko vile na bandage kichwani? Shit. Yaani nilikuwa nimesahau kabisa kuhusu hilo. Ila anyway, sio kesi. Kwa kitu kimoja ambacho nataka ufanye, wewe msafishe tu mweke sawa. Na mambo ya kusukana nadhani nitasukana baadaye. Shemeji, usijali kabisa kwa hilo. Mimi nitamsuka. Ndiyo, nitakusuka mimi. Mtoto, nadhani umemsikia anti yako anasema kwamba atakusuka yeye. Sawa? Basi sawa. Jana amesema atamsuka. Mume wangu, lakini si akitoka hospitali ndo anaondoka? Anyway, mke wangu, nadhani leo tutaongea nikirudi.